imeunganika kwa pamoja kabisa, sisi tukawa katika nyumba yake, tukaja kukuta mahali hapa. Maandiko yanasema akasema ya kwamba alifurahi alipoambiwa na kuwekwa katika nyumba ya Bwana. Wanaweza sana, inawezekana kwamba mialiko ni mingi, watu wanazaliwa wanaitwa mahali mengi sana, lakini kuna wale ambao wamechagua fungu lililoko ya kwamba kuingia katika nyumba ya Bwana. Wanaweza sana, na kutoka wakati mmoja kuna na mimi wakati walipokuwa wanaongoza Kristo, lakini anasema mmoja akachagua kupinga, lakini Mungu anasema mmoja akachagua kupanda mbele kwa Yesu. Bwana sana. Na Mungu anasema kwamba anachagua kule mbele, na Mungu anasema hataondolewa. Wanaweza sana. Kwa sababu sisi ambao tumechagua kule mbele kama kajua Bwana, wakati kama ambao wengi sana wameenda, wengi zaidi kama kule bichi tawili kumejaa sana. Wanaweza sana. Imejaa sana, lakini wewe Bwana amekuwezesha siku ya leo kuwa mahali hapa. Tupatie kama Yesu makofi mazuri, maana yeye Bwana amekuwezesha. Wanaweza sana. Ni Mungu mwaminifu, ni Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo, na ni Mungu mwenye baraka. Kwa hiyo tunashukuru sana ya kupata wageni ambao tutapata siku ya leo. Mungu wa mbinguni apate kubariki sana, na mwezi kwa mahali pa sawa, na sisi kwa leo tu na wakaribisha tena na tena, maana hii ni nyumba ya Bwana. Wanaweza sana mahali hapa, mahali ambapo kama vile Yesu alisema kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, lakini ataishi kwa neno litokalo kinywa chake siku zote za maisha ya mwanadamu. Wanaweza sana thamanini ya kwamba mahali hapa ni mahali pa kukimbilia. Wakati ambapo unapitia chochote ambacho unapitia katika maisha, usikimbilie kule nje, kimbilia katika nyumba ya Bwana. Nami naamini ya kwamba unapopita hapa, unapoingia katika nyumba ya Bwana, kuna uwezekano kwamba vile ulivyokuja sivyo utakavyorudi. Wanaweza sana, maana kwa Bwana msaada wa Bwana uko unapatikana. Haleluya. Kwa hiyo hiyo asante iliyopita tulifundisha, tukasema kwamba tunasema ni ujumbe tulikuwa tunafundishana, tukasema finish well, yaani kwamba kumaliza kwa vizuri. Najua Mungu anasababisha mwaka, lakini akamaliza vibaya. Wanaweza sana. Na sasa dunia tunakumbuka kwa sababu ya Yesu. Wanaweza sana. Ni jambo ambalo unaweza kusikia watu wengi wanampinga. Wanaweza sana. Na wanaweza mimi nashangaa hata wanaokuja kabisa, hata wanaokuja kwa mitandao kwa TV, watu wanasema kwamba hakuna mahali kwetu imeandikwa tarehe 25 Bwana Yesu ndiye alizaliwa. Wanaweza sana. Na kama wanapinga hiyo siku, wanapinga hiyo siku, lakini nashangaa kwamba ukiacha kwa mambo, hata kama Biblia kuna kitu cha extra kidogo, ni kwamba ukweli kwamba Yesu alizaliwa. Wanaweza sana. Hii haijalishi ni siku, haijalishi kwamba ni siku gani, hata kama ni tarehe moja, hata kama ni tarehe tarehe bora moja Yesu alizaliwa. Wanaweza sana. Na hiyo ndio nambari
tusikie kidogo. Isaya 9:6 inasema. Inasemaje? Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Lakini inasema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Imezaliwa, yaani Yesu amezaliwa kwa ajili yako, kwa ajili yako, yaani kwa ajili hii. Na kama miaka mitatu sasa hivi imepita, na wakati ambapo Isaya anatabiri ya kwamba kwa ajili yetu na kwa ajili yako mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanaume. Anasema tumepewa mtoto mwanaume. Na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake. Mshauri wa ajabu. Mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Mtaja Yesu. Mungu mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Atakayesema kusema na kama kawaida. Si kwa kawaida. Si kwa sababu anasema na Mariamu hapa amezaliwa ya kwamba ni mtu wa kawaida. Maandiko inamtaja ya kwamba ni Mungu mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Wao tulisoma nao siku ile nyingine, tulisoma kitabu cha Isaya hiyo tarehe. Wakati Isaya huyo nabii alipelekewa habari za Hezekia, akamwambia kwamba Hezekia, yaani ya kwamba utakufa hautapona, yaani ya kwamba maandiko inamtaja mfalme Hezekia kama amekuwa kutoka kitandani kufa, na maandiko inamwambia kwamba siku hiyo alileta ujumbe wa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Akawa anamwambia nenda mwambie Hezekia ya kwamba atakuwa hatapona, lakini maandiko inasema Hezekia naye maana alitakuwa Mungu, alikuwa kwa Mungu mkono. Maandiko inasema akageuka ukutani, akaanza kumlilia Mungu, akaanza kumkumbusha Mungu. Ili kuna kipindi wapendwa cha kumkumbusha Mungu. Hata mwaka huu kuna mambo unaweza kukumbusha Mungu ya kwamba kutoka Januari mpaka siku hii ya leo kuna vitu unaweza kuwa umetenda mbele za watu, ukamwambia Mungu akupone kwa ajili ya jambo hili. Wakati umepatikana nao ukawa na kitu unaweza kuashiria, ukamwambia Bwana, leo ni siku nikumbuke. Maandiko inasema Hezekia akakataa kufa, na maandiko inasema huyu Isaya alikuja kuleta habari mbaya, ndiye alitumwa pia kuleta habari nzuri. Akamwambia nenda mwambie Hezekia, nimesikia kilio chake, nimeona machozi yake, nenda mwambie Hezekia hatakufa, na nimemwongezea tena miaka 65 ya kuishi. Mpe Bwana Yesu apate kuponya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inasema akaongezwa miaka mingine 15 akaishi. Na huyo Isaya ndiye anayetabiri sasa. Anasema kwa maana hii ya kwamba mtoto wa kiume anakuja kuzaliwa na anaweza mbeleni mwake, na anaitwa Mungu mshauri wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ya kwamba Yesu mshauri, Yesu ukitaka ushauri kwake unapatikana. Yaani ya kwamba anasema ni Mungu mwenye nguvu. Yaani ya kwamba zile nguvu za Mungu, yaani Yesu anataka kumsaidia hii, anapenda. Yaani hakuna akisema nilimwambia kile kwa chini tu. Bwana asifiwe. Mwanadamu anaweza kukukiwa. Tulisoma baada ya kitabu cha Isaya hapo. Akasema vijana wanaweza wakafika mahali wakatimia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema wale ambao wanamtumainia Mungu, maana anasema akawajaza nguvu wakaruka juu kama tai. Yaani ya kwamba kumbe kijana anaweza kuwa na nguvu, lakini kwa sababu ya kumtumainia Mungu akaanguka na kusimia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema lakini kwa wale wanaomtumainia Mungu atawatia nguvu, wataruka juu kama tai. Wale hawajajua mambo ya tai. Hakuna yale tai anaweza. Wanasema yale anaweza kuwa kitu akiwa yaani akiwa juu sana anaweza kuwa kitu kwa chini. Nguvu za tai. Na kote akianza kushuka anashuka na anapata hiyo kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu yaani tunataka kuangalia yaani kufanywa kwa Yesu. Yesu ni kweli ndiye huyo anakuja sasa ili huyo mtu anamtabiria tutane tukalitano. Nenda kwa hiyo maji moja na mstari wa 18. Nenda pale na sasa amefika mlango, amepata kutoka mbinguni. Na
Mathayo 1:18 inasemaje? Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Inasema kuzaliwa kwake Yesu kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na mchungaji yetu Yusufu. Kabla hawajakaribiana alionekana ana. Sikiliza vizuri sana. Anasema kabla hawajakaribiana, ama kabla hawajajua, ama kabla hawajafanya sex. Maana inasema ya kwamba alionekana. Bwana asifiwe. Haleluya. Alionekana ana mimba. Bwana asifiwe. Amen. Na mimi nikakuza siku nyingine nikauliza mtu, ikiwa unaweza kuchukia mtu na baadaye unatembea unaona msichana unayemchukia unamtaka ana mimba. Bwana asifiwe. Haleluya. Unajua sasa magari. Bwana asifiwe. Ukutana mimba. Sijui mara utapata mlala. Bwana asifiwe. Asitaje kumwaibisha na kama sana yani anamwangalia msichana kama msichana mzuri na mrembo na msichana hana mambo mengi, hata kiangalia yeye na kutembea kwake hajaonekana na kabisa, yani ni watu wanaamini kila mahali. Lakini sikiliza, inasema aliazimu kumwacha kwa siri. Tubaeleze vizuri. Alisema huyu hata kama nampenda, lakini kwa sababu hajasema kitu na sijui na anaamua na kidanganya ni mimi tu. Bwana asifiwe. Na hapo anajua kuna story ya Roho Mtakatifu. Akasema huyu hapana. Bwana asifiwe. Ndio kuna vitu vingine mnaweza kuongea, lakini sasa ikifikia hapa na unampenda na unampenda hiyo, lakini sasa na unajua Israeli ni mabaya siku nyingine ya kwamba huyo yaani akupata wa Israeli hakuwa na mchezo. Bwana asifiwe. Israeli hakuwa na mchezo. Wakati wa Joshua wanatoa. Haleluya. Na hapa tunakuta ya kwamba Mungu amepata mtu wameenda, lakini sasa wakiendelea jamani wanaona sile dalili wanawako na maana kama ni sijini kutoka mate, kama ni kuchafuka yaani kwa sababu na mimba. Bwana asifiwe. Akisema na kibisa huyu mtu anakaribiana inakuwa sasa ana mimba. Bwana asifiwe. Kila tunajiuliza akinasema mimi tuko pamoja na mimi hatutaweka pamoja na sasa umebeba mimba. Sasa unataka nikuoe. Hiyo mimba umetoa. Bwana asifiwe. Sitaki nipoteze wakati. Kile nitapenda. Bwana asifiwe. Ninakupenda hiyo lakini napenda polepole. Bwana asifiwe. Hakika rudi nyuma kidogo ya kwamba wakati ambapo mimi niko pale alitolewa na malaika na kabla ya kuwa utapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Sasa mwambia mavazi yako ya tumii. Bwana asifiwe. Na sasa amepotea na maandiko yanasema Yusufu amekujua alikuwa hajamwambia wazi kile kitu kimeleta na sasa ameona amekuja kuona mimi inaonekana na sasa anashindwa hapa ni gani ndio maandiko yanasema kwa sababu Yusufu alikuwa ameokoka akimwita kwenye haki akamaanisha kwamba alikuwa ameokoka ni Mungu alikuwa anatembea katika uwazi, Mungu alikuwa anatembea na Mungu ni Mungu alikuwa ameokoka na ameokoka akasema huyu ninampenda lakini namuacha kwa siri. Hapo inasema akaanza kutaka kumweka. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hii tumetoka kwa Mungu ila basi mbele ya Yesu pamoja huko. Bwana asifiwe. Mungu akaingia. Mungu anasema usikule. Hakuna nasema kumwacha. Na ni watu wanasema Mungu atakutakia kwa. Hebu sema watu wanasema. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto. Tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto. Bwana asifiwe. Lakini vizuri
unielewe. Wakati unapokuwa na uhusiano na Mungu, hapa tunakuta ya kwamba hata ndoto zile unaota, hata yale ya kwamba Mungu anazitoka za kiungu. Bwana Yesu sana. Tasoma hili ambapo tunaelekea juu. Na wengine nasema hapa. Lakini wengine nasema malaika wako na analipata. Lakini akasema yeye wao. Yeye hapo waje kutokea. Maana alimwangalia Yusufu ni yeye unajua na nina wako kwa sababu yeye bila watu kutumia wabaya na watu ambao wanamtaka wabaya. Yeye Mungu amepanda yeye ya kwamba na Mungu anasema atakaribia na wajekuona na baadaye anakuja kwa na mimba na baadaye anakuja kwa sababu ni mwenye haki na kitaka kujichanganya wacha ni maji na wengine nasema alipokuwa na watu haya na kutaka kuondoka malaika wa Bwana anakuja. Bwana Yesu sana. Akamwambia malaika naye akasema Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kuchukua Mariamu maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu sana. Yaani ya kwamba anaenda na mapia. Yaani ya kwamba mtoto. Bwana Yesu sana. Ukao kuchukua mwana. Huyu mwana hajachangana. Huyu mwana hii basi ya kama ya kama sio pia. Hapana. Bwana Yesu sana. Haleluya. Najua anasikia tu hata kuleta kwa hii ndani ya kiroho. Bwana Yesu. Akahiyo kwa sana. Ama pia tu hii mbele hii mbele hiyo. Bwana Yesu sana. Ni ya mtu anaitwa George. Ni ya mtu anaitwa Kubra. Atakwambia hapo hapa. Bwana Yesu sana. Lakini anamwambia kwamba hii ni mtembea kwa hiyo sana. Si tayari hapo si tena la kanisa. Mungu wa Mungu ndiye kazi. Na tunachopenda hapa si mchezo. Bwana Yesu sana. Haleluya. Lakini akakuja madharau. Bwana Yesu sana. Yaani anasema tu, yaani ya kwamba huyu anakuja si mtu wa kawaida. Bwana Yesu sana. Na anasema yaani mtu atapata kile habari. Sasa ya kwamba atapata amani. Bwana Yesu sana. Hebu tena kusoma magari kwa mbele yako. Sema. Naye atazaa mwana. Anajua na yeye atazaa mwana. Nawe utamwita jina lake Yesu. Na wewe utamwita jina lake Yesu. Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake. Na yeye huyu Yesu anakuja ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Watu na dhambi zao. Bwana Yesu sana. Yaani lazima ni yapo. Yaani yapo kuna ambaye amebebwa Bwana Yesu sana. Ili kurudi ni Yusufu mwenyewe. Ili kurudi huyo mama mwenyewe. Yaani yapo Yesu anasema na uwezo wa kuokoa aina yote ya dhambi. Bwana Yesu sana. Anatabiriwa ya kwamba anakuja ili ya kwamba aokoe. Bwana Yesu sana. Anakuja kuokoa. Anakuja ya kwamba na Roho wa msamaha. Yesu alikuja ndio. Yaani anasaliwa akatoka ya kwamba anajua ya kwamba huyu ndiye atakayeokoa dhambi za ulimwengu. Haleluya. Bwana Yesu sana. Na ndio kuangalia kwamba wakati tukimwamini Yesu kwa pendo na sisi kama sisi hata bila kuona hapa, yaani ya kwamba Mungu ametutoa kwa mapendo, yaani kutoa dhambi. Ukiangalia mahali ambapo umekuwa maisha yale ambayo umetaka umekuwa kuna kitu unaweza kuwa umepitia na umependa hata ukijiuliza ya kwamba kweli mimi ya kwamba inaweza kupata mtu akanisamehe, inaweza mtu akaniondolea dhambi kama hizi, inaweza Isaya anasema pia na usoma Isaya 1:18 anasema hata kama dhambi zako zitakuwa nyekundu kama damu, akipata kusafisha siwe kama theluji. Bwana Yesu sana. Huyu Yesu
Sijui kama haiko na kata. Haleluya. Yaani kama tuangalie tu. Ile maana ya kwamba ondoleo la dhambi, yaani ya kwamba kuna ondoleo la dhambi. Bwana anatusamehe. Unaona kama ni ndio hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuta ya kwamba ananena kuhusu ondoleo la dhambi, maana hapa yani ya kwamba haijalishi ya kwamba zile dhambi. Unajua shetani ni mdanganyifu sana. Na anakuonyesha mambo mengine anakukumbusha, anakuonyesha kama ni kama uliyatenda, lakini hata ni kama hujapata ondoleo la dhambi. Bado dhambi ulisamehewa dhambi, lakini bado shetani anakukumbusha ni kana kwamba bado ya kwamba wewe bado hujasamehewa ile dhambi. Lakini vizuri kuelewa ya kwamba Mungu akisema amekusamehe, amekusamehe kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haina ya kwamba fikiria kwamba ila Yesu asamehe mwanadamu kwa nusu. Bwana Yesu asifiwe. Ati ingine bana, hapana. Akikusamehe na kusamehe kabisa. Na alisema Yesu ndiye atasema ukinipata mimi umepata vyote. Ukinipata umepata vyote. Ina maana Mungu atakuwa na mali nyingi na vitu nyingi. Lakini kama kwa Yesu umepata bure. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nasema unaweza kuona kama kana. Hebu endelea kusoma wakati hapo. Nasema haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu Imanueli, Mungu pamoja nasi. Maana amekuja akazaliwa kwa ajili ya sisi nao. Yaani anakuja akazaliwa kama vile mama anatoa watoto. Bwana Yesu asifiwe. Ili akue kama sisi, alelewe kama sisi, akitie shida zote wanaume na wanawake wanapitia, ili ya kwamba atupate sisi zote. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alitaka kushinda hata baba yako unaweza ukasema, maana Biblia inasema Yusufu alikuwa ni carpenter. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni fundi wa mbao. Wewe unaweza kuniambia Yesu alikuwa na kazi nzuri? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu anaonekana kwa familia yake, walikuwa hapa na wote. Walikuwa hapa kitu. Ukitaka kujua, hebu soma kitabu cha Luka. Unasikia? Uzaliwa usikia hata mzaliwa mmoja alizaliwa vipi? Soma Luka. Bwana Yesu asifiwe. Soma Luka 2:5 mpaka 7. Luka 2:5 inasema, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe. Sikiliza, kulikuwa na wakati alipokufa Agosti akaagiza kuja yote watu wasafiri. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanasema kwamba naye Yusufu akambeba, alikuwa hawako katika ule mji wao, akambeba wakaenda katika kile kijiji chao, ili ya kwamba wakapate kuzaliwa, ili ya kwamba wakapate kwenda kuhesabiwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Hebu endelea kusoma. Sema ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia. Akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori la kulia ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndiye nataka hebu pigeni Yesu bisha ya kwamba anakusudiwa hapo mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Maana inasema ya kwamba alipofika kama hiki kijiji yote, nyumba zote
Bwana Yesu sana. Haleluya. Maana inasema unajua mtu kufikia kiwango cha kwamba anaweza akasalia nje. Bwana Yesu sana. Na si nje tu, asalia katika hori ya kulia ng'ombe. Bwana Yesu sana. Wewe unajua hapo kuna kitu au huko. Bwana. Bwana Yesu sana. Haleluya. Yaani ifikie kiwango yaani ya kwamba Yesu anazaliwa kwa kwanza wa dunia nzima. Na Yusufu ni tumesema yaani ni carpenter. Bwana Yesu sana. Na yeye imefikia siku ya kuzaliwa. Na maana inasema ya kwamba atakuwa Biblia inasema ataviumba vya magari vilikuwa vimejaa. Bwana Yesu sana. Akosa kwa hata majirani atakosa huko na kukaribisha mama fulani katika hiyo kijiji amwambie kio ingia kwao. Yaani imekosekana kiwango mpaka Yesu asipelekwe katika hori ya kulia ng'ombe. Bwana Yesu sana. Na hiyo ndio maana ya kwamba watu hawakuwa wanauliwa. Maana hii ni madhara makubwa yaani ya kwamba kutoka the beginning, kutoka pale mwanzo. Bwana Yesu sana. Alikuwa kule kufanya umasikini wote, kuokota kila kitu mpaka chini. Yaani mtu aingie asaliwe, yaani aingie mpaka kwa hori ya ng'ombe. Unajua watu wengi hapa, tukiongea katika hori ya ng'ombe, wengi hawajui. Wengi wengine wasaliwa kwa Mombasa, hawajui mambo ya ng'ombe. Hata ukiambia mambo ya samaki, yaani hata Bwana Yesu sana. Amen. Haleluya. Mahali ng'ombe zinakulia ni mahali pachafu. Bwana Yesu sana. Si mahali pazuri. Mahali ng'ombe siko yaani unakuta hata watu wengine kama kwa nyumbani wala kama watu kama ng'ombe wanatoa kama kule ya kupika ule usafi wa ng'ombe. Bwana Yesu sana. Yaani unakuta ya kwamba si mandhari mazuri. Bwana Yesu sana. Maana Yesu alizaliwa. Na kitu unakuta kumwambia mtu aokoke ulala na akubali kabisa ya kwamba amwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wake. Si jambo rahisi. Kuongea na mtu akamwamini Yesu. Maana utakia wazo ya kwamba ni injili imetoka mbali. Bwana Yesu sana. Na Yesu akimwangalia anasema ya kwamba hii injili imefichwa. Anasema watu wengi, wasomi, weledi, mawakili, yaani kukuta mtu wa hali ya kwamba amemjua Kristo na amemkubali, ameokoka, huwa ni ngumu sana. Bwana Yesu sana. Kwa sababu ya pisha iliyoletwa kutoka mwanzo mpaka kwenda kwao. Hakuna kitu ambacho unaweza sema Yesu kilikuwa hapa isipokuwa sasa ile alipokuja miujiza mikubwa tena, alifufua watu, alifanya mambo makubwa, lakini baadaye hata anapokufa Bwana Yesu anaandikwa msalabani. Haleluya. Haleluya. Amen. Sasa mtu mwaminifu kumwambia mtu ambaye anakuwa msalabani ataendelea kutegemea jiona kutumainia mtu amekufa msalabani. Bwana Yesu. Haleluya. Na pia hata kupigwa kwa wakati alikuwa anapigwa, hadi inasema alipigwa na watu wawili wakitundikwa wale na msalaba na maisha dhambi, mtu mwenye dhambi kwa watu Israeli. Bwana Yesu sana. Unaweza kuungana na mtu kama yule. Sasa hiyo jambo kwa inafanya wasomi, yaani ya kwamba wasimwamini Yesu. Watu wengi ambao ni wasomi hawezi kumwamini Yesu kwa sababu ya kazi zote ambazo alizitenda, hata kuja kwa msalabani. Hata hii ya kuzaliwa unakuta ya kwamba alizaliwa, yaani ukiangalia watoto wako wote wamezaliwa hospitalini, wamezaliwa kama mtu aliyezaliwa nyumba, amezaliwa mazuri, kila kitu kimeenda vizuri. Lakini ya Yesu amezaliwa nje. Bwana Yesu sana. Tena kwa wale mmoja. Na wanasema, "No, nyumba za wageni yaani zilikuwa zimejaa." Bwana Yesu sana. Haleluya. Haleluya. Selemara akawa naweza sema Selemara hakuna kifanya. Bwana Yesu sana. Sidhani kwamba kama ingewezekana ingeshindikana tu.
Bwana Yesu sana. Unakuta ya kwamba anaweza kufungue maji. Wokovu ni mkabali sana. Bwana Yesu sana. Na ndivyo naona ya kwamba ni kunyenyekea mbele za Mungu. Anasema angalia, yaani ya kwamba anasema ya kwamba ate mahali alipozaliwa, alipoenda, hata hao wanajeshi wanakuja kumwangalia. Ndio waje, hebu niende kusoma hiyo Luka. Endelea kusoma hiyo Luka. Soma saba. Saba inasema akamzaa mwanawe mfungwa mimba. Akamzaa mwanawe mfungwa mimba. Akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe. Akamvika katika hori ya kulia ng'ombe. Kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Kwa sababu hawakupata nafasi katika mahali ambapo, endelea kusoma tunataka kufikia hapo mbele. Na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa kondeni. Na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla. Utukufu wa Bwana ukaangalia pande zote. Wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia msiogope. Kwa kuwa mimi nimewaletea habari njema ya furaha. Itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa. Kwa ajili yenu Mwokozi ndiye Kristo Bwana. Si kwa ajili yetu, kwa ajili yenu. Malaika anamwambia kwa ajili yenu amezaliwa Mwokozi. Bwana Yesu sana. Anaendelea kusema kwa Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu. Mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto. Amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mara walipokuwa pamoja na huyo malaika. Wingu wa jeshi la mbinguni. Wakimsifu Mungu. Na kusema atukuzwe Mungu juu mbinguni. Na duniani iwe amani kwa watu wote. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao, wale wachungaji waliambiana, haya na twendeni mpaka Bethlehemu tukalione hili lililofanyika, alilotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka kumkuta Mariamu na Yusufu. Na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa jana. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu akayaweka maneno hayo yote, akayafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wanamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote walioyasikia na kuyaona. Yaani unakuta ya kwamba unakuta kama Mungu anajua, hata malaika wa Mungu anajua ya kwamba Yesu anazaliwa kwa hoja mno. Bwana Yesu sana. Yaani ya kwamba hii mambo yote yanatendeka na Mungu anaona yoyote ambayo inatendeka. Maana kwamba Yesu alikuja, yaani nasema ya kwamba alikuja aje kuzaliwa ili kwa kule chini. Ili yaani
kwa Mungu ndio mbinguni. Bwana Yesu ni sana. Kwa maana sahihi amesaliwa Mwokozi wa ulimwengu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu ni sana. Na tunakuta ya kwamba maana ya Yesu kuja hapa duniani, Yesu kutafuta na kuokoa, kutafuta yule mwanadamu amepotea, mtu ambaye anahisi kwamba unajua hajisi kwamba ni wajua wote. Yesu anashinda na wewe. Bwana Yesu ni sana. Lakini Mungu anataka mtu ambaye ana moyo uliopoteka, moyo ambaye anasikia Bwana, mimi siwezi bila Bwana Yesu. Bwana Yesu ni sana. Mungu anatafuta mtu ambaye yani anao roho ya kunyenyekea. Bwana Yesu ni sana. Na ndivyo nakuja kwamba pasipo kunyenyekea hauwezi kuona Kristo Yesu. Maana kama unajipiga kifua, maana kama unasema ninaweza, Bwana Yesu ni sana, kukutana na Yesu hiyo itakuwa ni ngumu sana. Lakini ukiwa katika ile roho ya kunyenyekea, hebu soma na mimi kitabu cha Luka 1. Hebu nisome mstari wa 6. Luka 1 mstari wa 6 inasema. Luka 18 mstari wa 6. Luka 18 mstari wa 6 inasema, Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhalimu. Na Mungu, je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia, atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Akamwambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, waliwadharau wengine wao. Sikia hiyo sana. Hatuwezi kujikinai kwa wao wenye haki. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Mmoja Mfarisayo na wa pili mtoza ushuru. Mmoja ni Farisayo, mmoja ni mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake. Yule Farisayo akasimama mbali kando akiomba hivi. Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine. Mimi nakushukuru Mungu kwa sababu mimi si kama watu wengine. Wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi. Wadhalimu, wazinzi, watakatifu, wakosefu. Wala kama huyu mtoza ushuru. Wala mimi si kama huyu mwenye mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma. Mimi nafunga mara 2 kwa juma. Hutoa zaka katika mapato yangu yote. Hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini huyu mtoza ushuru alisimama mbali. Lakini mtoza ushuru alisimama mbali. Wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni. Wala hakuthubutu hata kutazama juu mbinguni. Bali alijipiga kifua akisema. Lakini alijipiga kifua akisema, Mungu uniue radhi. Mungu uniue radhi. Mimi mwenye dhambi. Mimi mwenye dhambi. Bwana Yesu sana. Nawaambia Yesu anajibu. Huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amesamehewa. Huyu alishuka kwake kama amesamehewa. Kama amehesabiwa haki kuliko yule. Kama amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa. Naye ajidhiliaye atakwezwa. Bwana Yesu ni sana. Unakuta ya kwamba Yesu anatoa mfano ya kwamba mnapoingia katika nyumba ya Bwana ni vizuri kujua, ninawaambia kwamba ni vizuri kuelewa. Yesu amezaliwa, alikuja kutafuta kilichopotea. Bwana Yesu ni sana. Unaona kwamba umekataliwa, watu wengi wamekataa, hata kila mtu kwa yeye. Lakini kwambia kwamba kuna mmoja anayekupenda jinsi ulivyo. Bwana Yesu ni sana. Huyo yani kwamba ameingia katika nyumba ya Bwana. Mmoja anasema ya kwamba mimi si kama hao. Mimi hata mimi niko yani najihesabu pale kimani. Bwana Yesu ni sana. Lakini mmoja ndiye anafikia anajishika. Maandiko yanasema anaingia katika nyumba ya Bwana, anaanguka, anaanza kumlilia Mungu, nisamehe. Anasema hata kuangalia mbinguni, alipiga kifua, kamwambia Bwana
Bwana nisamehe, mimi mtenda dhambi. Bwana Yesu ndio sana. Na maandiko inasema alirudi nyumbani akiwa amesamehewa. Huyu naye akaenda kufa. Hallelujah. Amen. My brother, my sisters, huyu Yesu haijalishi mimi yale ambayo yanakupitia, yale ambayo unaweza ndani ya moyo wako bado unakujisikia kwamba unaona kama unaweza kuingia mbinguni, sababu moyo umejeruhiwa. Unaweza kuwa mwaka jana, mwaka huu wote kuna mtu ambaye hata mmoja naye, yaani kuna kitu umebeba, unaweza kuwa na picha na sina mtu. Yesu alikuja kwa ajili hii, aondoe hizo picha na zako, aondoe hiyo uchungu ndani ya moyo wako. Ningekusiri kwa jina la Yesu, kusaliwa kwa Yesu kuja ulimwenguni ili aondoe uchungu ndani ya moyo. Nikasikia mwingine anasema hata ndugu yake na mama yake walikosana na mama yake mzazi, hata hawezi atakampigia simu. Bwana Yesu ni sana, sababu ya uchungu alionao. Anasema mama alikuwa na uchungu mingi. Bwana Yesu ni sana. Lakini Yesu alikuja mpendo aondoe uchungu ya mama. Alikuja aponye hiyo nafsi yake. Alikuja kwa ajili ya kwamba kama kuna mtu ambaye hamwezi ongea, hamwezi salimiana, hamwezi kucheka na mbali, alikuja ili ya kwamba amalize. Bwana Yesu ni sana. Yale ambayo ni magumu kwa mwanadamu kwake inawezekana. Kama umeshindwa kusamehe, kama hamkusameheana, Yesu akasema na nyinyi mtasamehewaje? Kama umesamehe ndugu yako, kama usiwesamehe, hata kuna wengine wasikiza kusema mimi kwa hii tendo kwa mwanangu aliyotenda, mwingine atakusamehe lakini hii siwezi kumsamehe. Ama mzee anasema huyu kile ananitendea nitamwashia mwingine lakini hii hapana. My brother and sister, Bwana Yesu ndio sana ashiria. Bwana ndio sana ashiria hizo vitu. Kristo alikuja ili ya kwamba aondoe ushuru, aondoe upate ondoleo la dhambi. Hakusamehe nusu, anakusamehe na makosa yote, ili ya kwamba jina lako liandikwe katika kitabu uzima. Niliwaambia tuliangalia katika kitabu cha Wakorintho ambao anasema ya kwamba sisi tulinunuliwa, sisi si mali yetu wenyewe, sisi ni mali ya Bwana. Bwana Yesu ndio sana. Hiyo ni kauli ya Hosea. Bwana ndio sana. Ukisema wewe ni wewe mwenyewe unajidanganya. Sisi ni mali ya mtu. Nikawaambia kama hata kama ni mke ameolewa, hawezi kuendeleza hizo mali na kama afanye kama mtu ambaye hajaolewa. Hapana. Nikawaambia sisi ni mume wetu mmoja ni Yesu. Bwana ndio sana. Na amekuwa sisi kwa wanaume na kwa wanawake. Sote tunatoshia hapo. Potea Bwana Yesu kwa pamoja. Haleluya. Wote Bwana wa mama. Bwana Yesu ndio sana. Haleluya. Sisi tumeolewa na Yesu sote, mwanamke na mwanamume tumeolewa sote. Bwana Yesu ndio sana. Na hapo upendo wake Yesu anatosha. Bwana Yesu ndio sana. Na hiyo nikasema ya kwamba ikiwa ni mke hawezi kuendelea kuishi kama kusiko. Bwana ndio sana. Na wala ukioa wewe kukaa maisha yako kama hujaoa kama hujaolewa. Hapana. Hii umeolewa na Yesu, umeolewa ndipo uwekane na Yesu. Utembee na Kristo. Bwana Yesu ndio sana. Maana hii ni mapenzi ya Mungu. Haleluya. Na kama ukiangalia vizuri maandiko yanasema alikuwa anataka kumwacha Mariamu sababu amekuta na mimba na hii mimba kupiga mahesabu, yeye anajua watakutana, anajiuliza maswali. Anasema ni nani hii? Bwana ndio sana. Haleluya. Maana nakuta mimba iko na inaonekana sasa hii ni ya nini? Badala ya mambo mengi tusome ni moja. Wacha nitoe pole pole. Bwana Yesu ndio sana. Maandiko yanasema malaika akaingia kati. Maana ni kitu kimetoka kwa Mungu. Kama pia usimwashi. Hii ni mali yetu. Bwana Yesu ndio sana. Haleluya. Bwana Yesu ndio sana. Na maandiko yanasema akasema kama ni mali ya Mungu hii, basi wewe nitulie. Na maandiko yanasema kwa tamani moyoni
mwenye nguvu. Bwana Yesu sana. Haleluya. Na anasema wale Bwana Yesu sana. Katika maisha ya kimwili, maisha ya kibinadamu utakataa, lakini kwa neno la Bwana linakubalika. Bwana Yesu makofi. Haleluya. Lakini nimesema tunapoja kumalizia mambo yaani ya kwamba tunapotafakari mambo ya Yesu, tujue ya kwamba Yesu alikuja kwa sababu ya kutafuta na atafanya na kutafuta ili ya kwamba kila mmoja atakayemwamini Bwana Yesu, maana inasema usipotee bali awe na uzima wa milele. Ama ndugu yetu tumesema ya kwamba kwa maana si Mungu alipenda ulimwengu mpaka akatoa mwana wake pekee ili kila mmoja atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuja ili tuwe na uzima na tuwe nao tele. Ndio maana yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ukimpata Yesu my brother na utembea katika njia zake, my brother kabisa, uzima wa milele uko nao. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanaweza kwenda wakaenda kokote wanapoenda, lakini my brother, hakuna kutuguzua, hakuna mahali pazuri kama kwa Yesu Kristo. Hakuna mahali pazuri, hakuna utajiri mzuri kama mtu aliye katika ndani ya Yesu. My brother, watu wana mali. Watu wengine niliona hata kule Nigeria, niliona mtu anasikuwa na gari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu ni tajiri sana, yaani gari lake akifahamu ate ana siku na zinateremshwa makaburini, ndio jeneza sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui ni mawazo kwamba akienda atakuwa drive. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na ukiangalia sigari hii, sigari ya pega. Lakini wapendwa, matajiri wengi walienda, mapresidenti wengi wameenda, hakuna mwambie ndugu yako hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwambie tena hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaendeka kazi, mwambie hivi hakuna, naye na kitu. Hakuna aliyeenda na chochote even single cent, hata dururu. Bwana Yesu sana. Hata wewe ni bilionea, hata wewe ni tajiri kudunia, kuna mabilionea hapa duniani. Lakini kama unakataa Yesu na you are serious and you are serious, my brother, utaenda katika jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua watu wengi wanasikia hiyo historia ya Lazaro. Huwa wanasikia hiyo story. Ndio Lazaro alikuwa maskini. My brother, wanasema hiyo maisha ya Lazaro ni kama. My brother, hata badala ukae kama hivyo na ulizi mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo you have serious of money, you end up in jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Mnaona unajua kitu kinachanganya, ati inasema maandiko inasema ati wakati Lazaro alipokufa, yani maandiko inasema ati malaika akaja akachukua roho ya Lazaro mpaka kifuani mwa Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Brother Yesu, tumehudumu na mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usiache imani, tukae kwa imani mpaka tumalize mwendo. Huyu anasema alikuwa ana amani, alikuwa na paa, alikuwa na matajiri. Na maandiko inasema alikuwa na vidonda hata miguuni. Na maandiko inasema hata maua walikuja wakalala hapa vidonda vyake. Alikuwa na kula makombe, yaani vile vitu ambavyo vimeanguka katika miguuni. Yaani katika meza zile zinamwagiliwa na yule tajiri anakula. Bwana Yesu
imara. Alisema siwezi kuimba nikitajirishe, siwezi kuchukua kitu cha Mungu ili ya kwamba niwe tajiri. Hiyo ndio shughuli, hata kama hana kitu. Mtu ambaye anaona vidonda, mtu ana shida nyingi kama hiyo, alafu malaika wanje alipokuwa tu, malaika anakuja anachukua moyo wake anapeleka kwa Ibrahimu. Hata huyu sijaza katika hiyo picha. Wanaweza sana. Na maana kinasema yule tajiri alikuwa anakaa na yule mtu, maana kinasema naye akawa hata aisemi nani alipeleka. Maana kinasema kule kuzimu akainua macho yake, akamtazama Ibrahimu, akamtazama na Sara anabarikiwa na Sara anakuwa sahihi. Maana kinasema anaburudika. Wanaweza sana. Maana kinamtaja na Sara ni mtu ambaye anakaa mahali starehe, anaburudika. Haleluya. My brother, kumbe kuna siku sisi tutaburudika. Kama maisha mapito tunapita duniani, kama hizi shida tunapita duniani, kumbe kuna mahali tumeandaliwa na Mungu. Maana wote sisi hakuna shida, hakuna mambo ya kuzunguka, hakuna mambo ya changamoto. Sisi ni kukaa, maana tunasema starehe. Bwana Yesu sana. Mtu anastarehe. Bwana Yesu sana. Anakunywa tu maji baridi. Na Sara alikuwa anakunywa maji baridi tu. Tumaji kile nataka. Kila kitu nataka kinakunywa. Bwana Yesu sana. Jamani kule maandiko yanasema kulikuwa na mtaro mkubwa, na maandiko yanasema angeweza wamefungua macho, wanaweza kuona. Anaona na Sara anabarikiwa. Anaona huko Sara akamtukibana na Ibrahimu. Wanajigeuza vile wanataka. Wanakula vile wanataka. Na anasema mtume la Sara aje at least achomye kisha ya kitone cha maji akama kibariki. Alizoea maji baridi huko. Nani anapenda maji baridi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Najua wakati tulikuwa leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwani unafikia mimi nilitoka nimeokoka? Mimi sikuzaliwa nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa mtu ambaye alikuwa ni mrefu wa jana. Hala ni watu hapa watu wengi hata wapisha nani. Hata wajazo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi sikutoka Bronx, mimi nimetoka kwa jana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mtu kutoka mahali ninajua, mimi mahali Mungu amenitoa. Bwana asifiwe. Nilimwambia, hadi nikikwambia hivyo mimi naelewa kile kitu kinamaanisha ya kwamba Yesu anaweza kutoa. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo siko yaani ya kwamba mimi najielewa mahali Mungu amenitoa ni mbali. Nilikuwa mtu mbaya, siko mtu mzuri. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuangalia kwa kuna alama hapa hivi. Hapa. Mimi kwa nishuka hivi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi siwezi kuambia tu nimetoka from nowhere. Mimi nimetoka na Mungu bali tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni wapi? Hao watu wengine mtu anayewajua kapombe kidogo. Mimi niliwahi kupata mtu nikaikania na mtu za kula pombe. Bwana asifiwe. Amen. Please. 1992 taifa. Nikamaliza na nikati mbaya. Nilikuwa nimekalia tu. Sasa hapo mmoja nakutaka. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Nikapiga hizo chupa na nikaenda nyumbani. Bwana Yesu. Sio nikisema Mungu anaweza kutoa mtu mahali. Naelewa hiyo Mungu anafanya. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu anatoa mtu mahali. Ukimwamini Yesu. Kiu kama hizo Mungu aliniondolea. Bwana asifiwe. Kiu anataka Mungu aliniondolea. Yaani kwamba Mungu akutoa mahali, anakuondoa, anakuponya. Alipokuona yule mwanamke Samaria, anamwambia nipe maji ninywe. Anasema ungekuwa ni nani nikuomba maji? Ungekuwa wa kwanza kuomba maji. Maana alimwambia ile unachota hapo utasikia kitu tena, lakini ile nikupayo mimi utasikia kitu tena. Bwana asifiwe. Akasema nimepata wapi wewe maji? Na hata huna kitu cha kutetea. Na wewe kwani wewe ni mkubwa kwa kwamba ni kusikia kisima? Bwana asifiwe.
Akamwambia hii maji ya kisima cha Yakobo, mtoto ukikunywa kiu kitaendelea. Bwana sana. Kuna maji kikunywa kiu kitaendelea. Bwana sana. Lakini kuna maji yatokao kwa Kristo Yesu, ukikunywa ukaanza kupotea. Umalaya unapotea. Hizo vitu zote mapombe zinapotea kwa jina la Yesu. Bwana sana. Sababu Yesu anakuja kuondoa hizo kiu. Anakuja kumaliza hizo vitu zote. Anasimaliza, unabaki mtu kusema, kama ni huyu, basi uachane naye. Bwana sana. Yaani mimi nilipokoka, maana mimi nilikuwa hata basi sikilala kama sijalala. Bwana sana. Hakuna siku hata moja nikilala hivi. Haleluya. Lakini Mungu anatoa mtu baya. Nilipomaliza hiyo kifungo, Mungu aliponiondolea. Wale marafiki zangu, wale nilikuwa nakula nao na kunywa nao, alinihesabia siku ya wiki ya kwanza, akaona nimeruka. Wakahesabu nyingine, wakakuta haiendi. Akanijaribu na nyingine. Hata hiyo ninapata kupiga simu, anakwambia nimeweka nyama Marekani, ndio tukule. Ninaenda nakula nyama, ananiambia wacha nikukizie kinywaji. Namwambia hiyo kunywa mwenyewe. Tulimaliza. Bwana Yesu ni sana. Haleluya. Mimi bado nilipokea, maana niliweza kuomba saa 3 ya asubuhi mchana. Maana sauti ya Bwana ilinijia. Aliniambia nenda utoka hapa papa. Nenda kanitumikie. Bwana Yesu ni sana. Na ninakumbuka vizuri sana. Nikaenda wewe. Maana nimelala kwa klabu, nimekesha mpaka saa 3:30 mchana. Roho Mungu ananishughulikia. Ananiambia alisema hapa. Nikamwita wewe kumwambia, mnanidai pesa ngapi? Yeye nimelewa asubuhi mpaka mchana, nikampea pesa yake. Nikamwambia tumemaliza. Bwana sana. Nikamwambia yule waiter, hapa utaniona tena. Bili zangu zote tumemaliza. Bwana sana. Kutoka hizo siku mpaka leo ni miaka nimesoma. Bwana sana. Kileo akijawahi ndani mwangu. Amen. Bwana Yesu sana. Haleluya. Mimi nakwambia unaweza kuona kitu chochote, lakini mwamini Yesu mchana wa leo. Mwamini Mungu anaweza. Bwana Yesu sana. Wote tunayemwamini mchana wa leo. Alisema jioni kwa moyo utakusukukaa na kulemewa na kitu mzito. Na mimi nitapumzisha. Haijalishi mzigo gani umebeba. Haijalishi kitu gani ambacho umebeba ndani ya moyo wako. Siku ya leo usikubali kuvuka mwaka. Usikubali kuvuka mwaka na kubeba watu. Mizigo yote ambayo umebeba achilia. Bwana Yesu sana. Kama umebeba mtu mpigie simu. Mwambie mimi leo Bwana nimesikia neno la Bwana. Siwezi kuendelea hivi. Kama ni wewe ukosea muombe msamaha. Akikubali sawa, akikubali wewe hiyo biashara unamaliza naye. Bwana sana. Haleluya. Mwambie mtu nisamehe. Ama mimi nilikukosea, naomba nisamehe. Bwana Yesu sana. Hakikisha kwa usimwapa kuruka na maneno. Mtu alikukosea bado unaongea. Mtu alifanya hivi bado unaongea. Ni mwapa achilie hizo vitu. Ubaki free, utembee kwa free. Yesu alikuja kusaidia ndani yetu ili ya kwamba bebe mizigo yetu yote. Mizigo ya dhambi, mizigo ya madeni, mizigo vitu vyote ambavyo vinatusumbua moyo wako. Mwachie Yesu. Bwana Yesu sana. Mwambie tu Bwana, unaweza. Hata kama ni ndoa yako kusumbua, usijinde kujisumbua. Mwachie Bwana. Mwambie Bwana, tawala katika ndoa. Tawala Bwana. Tawala Bwana. Tawala. Bwana Yesu sana. Bwana anaweza. Akaingilia kati, akakusaidia. Bwana Yesu sana. Kwa hivyo najua Mungu anatupenda zote. Na kabla sijamalizia, nilikuwa nimemwambia mchungaji jana na akawaambia kaniambia niwape salamu. Bwana Yesu sana. Haleluya. Sisi tukumkumbuka Martin. Aliniambia bado anaendelea kusikia nafuu. Alikuwa mama asikii vizuri, lakini ananiambia sasa hivi anaendelea vizuri. Bwana sana. Hivyo tusidi kuombea hiyo family na naamini kwamba Bwana anaenda kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku ya leo ningependa kusimama mbele za Bwana